Hatua inayofuata sasa ni watake muendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Na hapa nimeona timu kubwa tu ya mabalozi wastaafu, lakini wamestaafu bado wana nguvu, wanaweza wakatumika kwenye kazi hii. Mkawapangia kazi maalum ya kukaa na sekta mbalimbali, sababu wizara mko bizi sana, wao wakaipitia vizuri sera hii na wakakaa na sekta mbalimbali kueleza majukumu yao kuendana na sera hii, na zaidi kupitia ule mkakati na kutafsiri kisekta kwa kila sekta inayohusika. Lakini waheshimiwa mabalozi wetu wanao tuwakilisha kule nje, wahakikishe wanaisoma na kuielewa na kuanza kutangaza mabadiliko haya chanya ya sera yetu. Kumbukeni, sera hii inatutaka kuwa na diplomasia inayowahusisha wananchi kwa kupata taarifa za utekelezaji wa kazi zenu pia. Jambo jingine, kwa kuwa utekelezaji wa sera hii sio jukumu pekee au sio jukumu la Wizara ya Mambo ya Nje peke yake, bali wizara hiyo ni mratibu na msimamizi mkuu, naziagiza wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali na tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha mnajumuisha malengo na mikakati ya sera hii katika mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao, nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa vyombo vya ulinzi na usalama, uhusiano wa kimataifa unagusa pia masuala ya ulinzi na usalama wetu. Kipekee nitumie nafasi hii kuvielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa usalama wa nchi yetu ndani na nje ya mipaka yetu unaangaliwa kwa karibu zaidi. Tumesema hapa dunia imeharibika. Kuna maneno wanasema makosa, uhalifu wa kuvuka mipaka. Kuna mambo kadhaa ambayo yanatuathiri na sisi huku, ugaidi na mambo mengine. Niwaombe muwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje
na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora. Kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile, tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi